Naam, karibu tena mtazamaji. Rais William Ruto kwa mara nyingine tena amewasuta viongozi wa upinzani akiwashtumu kwa kukosa ajenda ya maendeleo. Rais Ruto ambaye alikuwa akizungumza katika kaunti ya Nyamira mapema hii leo alidai kuwa viongozi wa upinzani walikuwa na nia ya kugawanya nchi kwa misingi ya kikabila, akijigamba kwamba ataibuka mshindi katika uchaguzi wa mwaka 2027 kutokana na rekodi yake ya maendeleo. Chris Tairu anaarifu zaidi. Ndugu zangu watu wa Ikonge, hamjambo. Ziara ya Rais William Ruto katika eneo la Gusii iliingia siku ya pili, huku siasa zikishamiri wazi. Rais akiwashambulia viongozi wa upinzani kwa kile alichokitaja kwa kupoteza mwelekeo na kuwatuhumu kwa kuwagawanya Wakenya. Mmesikia wale watu wanajaribu watu kushindana na mimi? Mmesikia ajenda yao? Wakikuja hapa wanaongea barabara, wanajua vile ya kupanga reli, wanajua vile ya kupanga soko, wanajua vile ya kupanga hospitali. Ati kazi yao ni mambo ya ukabila, mambo ya chuki, ati one term, Kasongo, sijui Masugo. Hii maneno ya kuzunguka kila mahali ukishikanisha ati kabila hii na kabila ile, ati ndio tubague kabila ingine, hiyo siasa ni siasa ya kiupumbavu na ni siasa ya kurudisha Kenya nyuma. Sisi zote ni jamii moja. Rais ambaye alikagua miradi mbalimbali ya maendeleo katika kaunti ya Nyamira aliandamana na naibu wake Profesa Kithure Kindiki na viongozi wa eneo hilo, akiomba Wakenya kuwapima wanasiasa kwa busara na kuwachagua wale ambao wametimiza ahadi zao za kimaendeleo. Hawa Wakenya ni watu wako na akili, wanajua ni nani anajua kupanga maendeleo, ni nani wa fitina, ni nani wa sarakasi, ni nani wa ukabila. Nyie mnanielewa? Si nyinyi ndio mtaamua? We are so grateful for SGR. Yale maneno ambayo tulikuwa tunasema ni maziwa, leo hii ndio tumeona maziwa yakianza kutiririka. Tumesahau moja, ni barabara Backstreet ya Ikonge. Ziara ya Rais eneo la Gusii linatarajiwa kufika tamati siku ya Jumatano. Vilevile Rais aliahidi kuongeza shilingi bilioni 1 kwa uboreshaji wa hospitali ya rufaa ya kaunti ya Nyamira, akitangaza kusafiri nchini Italia wiki ijayo kwa ziara rasmi. Chris Tairu, KTN.